Ala kulli hali, nadhani tutaanza kitabu moja kwa moja. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Muqaddimah. Mtunzi kitabu hichi ulikuwa ni muhadhara. Sawa, risala ilikuwa ni muhadhara ameutoa katika Jami Sheikh Muhammad ibn Ibrahim bil Madinati bil Jami'ati al-Islamiyya bil Madinati al-Munawwara. Msikiti huu unaitwa msikiti wa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, ndani ya chuo kikuu cha Kiislamu naitwa Al-Jami'atu Al-Islamiyya bil-Madinati An-Nabawiyya. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 8 1446. Hii ni mwaka 1440 ngapi? Kwa hiyo ni kitabu kipya kabisa, kitabu kipya, na kufunguliwa kufundishwa ni hapa Masjid Aisha. Kufunguliwa kufundisha ni hapa, lakini biidhnillah kutokana na umuhimu wake nakusudia kuendelea kufundisha katika maeneo mengine. Kwa mukaddima anasema alhamdulillahi mu'izzi sunna bi nasrihi wa mudhilli al-bid'ati bi qahrihi wa musarrifi al-umuri bi amrihi alladhi adhhara dinahu ala ad-din kullihi walau kariha a'da'u at-tauhid was-sunnah. Ahmadu rabbi wa ashkuruhu wa atubu ilayhi wa astaghfiruhu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa hadhihi risalatun mukhtasara bi'unwan al-usul allati khalafat fiha jama'atul ikhwani al-muslimin was-sururiyyati ahla as-sunnati wal jama'ah. Baada ya mukaddima anasema hii ni risala fupi ambayo iliyobeba anwani kwamba misingi ambayo wamekhalifu ndani ya misingi hiyo kikundi cha ikhwanul muslimin, ndugu wa Kiislamu hawa, na kikundi cha as-sururiyya, wafuasi wa Muhammad Surur Zainul Abidin, misingi ambayo wamekhalifu ahla sunnati wal jamaa. Tutaisoma misingi hii. Wal maqsud min hadhihi ar-risala an-nasihatu lil muslimin. Anasema maksudio katika risala hii ni kutoa nasaha kwa Waislamu, watambihuhum ila khatari hatain al-firqatain, na kuwazindua Waislamu kuhusu hatari za makundi haya mawili, wa bayanu shay'in min mukhalafatihima, na kubainisha jambo katika yale ambayo wao wanatofautiana limanhaji ahli sunnati wal jamaa, wanatofautiana na njia waliopita ahli sunnati wal jamaa. والمسلم عليه أن يعرف ما يدور حوله من فتن حتى لا يقع فيها بسبب جهله. Kisha akasema Sheikh kwamba na Muislamu ni wajibu kwake yeye ayatambue yale ambayo yanayopita pembezoni mwake katika fitna, hatta la yaqa fiha bisababi jahlihi, ili asidondokee katika fitna hiyo kwa sababu ya kutokuijua hiyo fitna. Kwa kufahamu fitna kwa sababu hiyo ni jambo linalopendeza, wa bil khusus tulabil ilmi, wanafunzi ambao wanaosoma hii elimu ya kisheria. Wa rabbuna jalla wa ala bayyana wa waddaha tariqa al-huda min ad-dalal. Na Allahu aliyetukuka na aliyejuu amebainisha na kuweka wazi njia ya uongofu katika njia ya upotevu.
akaiweka wazi njia ya uongofu ikawa inafahamika, akaichanganua na njia ya upotevu, ili watu yahtadi bidhalika almuhtadun, ili waifuate njia hiyo wale wenye kuongoka. Wayatabayana alhaqqu alladhi yanbaghi suluka, na ili ibainike ile haki ambayo yapasa kila mmoja kuifuata haki hiyo. Qala Allahu ta'ala, wakadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin. Hivyo ndivyo ambavyo tunaziweka wazi ishara zetu, na ili njia ya waovu iweze kubainika, njia ambayo inawafikisha wao katika adhabu ya Allah iweze kujulikana, watu waiache. Kaisabiluhumul musilatu ila sakhti llahi wa adhabi fa inna sabila almujrimina idha istabanat wattadahat, kwani njia ya watu waovu itakapokuwa wazi, amkana ijtinabuha, itawezekana kujiweka nayo mbali, walbu'du, kujitenga nayo, walbu'du minha, na kujiweka nayo mbali. Bikhilafi ma law kanat mushtabihatun multabisa, kinyume lau kama njia hiyo ingelikuwa yenye utata, isiyokuwa wazi, yenye kuchanganya, watu wangeshindwa kufahamu ni ipi njia ya kufuata, na baadhi wangeweza kuingia humo. Fa innahu la yahsulu hadha almaqsud aljalil, kwa hivyo hayatofikiwa haya makusudio mazuri ambayo ni makusudio ya kuongoka. Waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam yasalunahu an ta'ati liyamtathiluha, na masahaba walikuwa wakimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mambo ya taa, ili waweze kujifananisha na mambo hayo, waweze kuifuata taa hiyo, waweze kuitekeleza. Wakana Hudhaifa radhiyallahu anhu yasaluhu anil batil, na Hudhaifa ibn al-Yamani alikuwa akimuuliza mtume kuhusiana na mambo ya batil wa shari, na anamuuliza kuhusiana na mambo ya shari, wal fitnati, na kuhusu mambo ya fitna, wa wahani hura al-islam, na unyonge wa yale mambo ya Uislamu, yale mambo ambayo yatakayofanya Uislamu kuwa mnyonge, wa fushuwil bid'ati, na wanamuuliza kuhusiana na yale mambo ya bid'a, kuhusu kuifunua bid'a, litamakkuni minal mujanaba, ili waweze kumakinika katika kujiweka mbali na mambo yote hayo. Kama qala kana an-nasu yasaluna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kana kuja katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yamani kwamba watu walikuwa wakimuuliza mtume alayhi salatu wasallam kuhusiana na khairi, na mimi nilikuwa nikimuuliza mtume alayhi salatu wasallam kuhusu shari, makhafata an yudrikani, kwa sababu naofia isije shari hiyo ikanidiriki, iweze kuikwepa. Fa ma'rifatu sabilul batil, kwa hiyo kuifahamu njia ya batil, wa bikhasati almawjudati fi zamanina muhimmatun jidda, na hasa njia ambazo zipo katika zama zetu, wakiwemo hawa ikhwanul muslimin na sururia. Muhimmatun jidda ni jambo muhimu mno, lianna man lam ya'rif ash-sharra min al-khairi yushiku an yaqa'a fihi, kwa sababu mtu ambaye hafahamu shari na khairi ipi ni ipi, huyu anakaribia kuingia humo katika hiyo shari, kama alivyosema mshairi, araftu ash-sharra la li-sharri lakin litawaqqihi wa man la ya'rifu ash-sharra min an-nasi yaqa fihi. Kwa mimi nimeitambua shari si kwa ajili ya kuitaka hiyo shari, lakini niweze kujikinga nayo, na yule ambaye asiyeifahamu shari katika watu siku zote ataingia. Hapa nisimame kidogo. Ikhwanul muslimin ni watu ambao wamekuwa huko nyuma, kabla ya da'watu salafia kuenea, wakijulikana wao ndio watu wa sunna, wakabainishwa, alhamdulillah,
mwisho wa siku wakawa wazi. Sasa walikuja wakajiunga na masufi na mashia, watu wengi wakafahamu, hasa tulabi na ilmu ambao wanasoma vitabu kwa maandishi. Lakini kuna kundi lingine ambalo ni sururia. Hili ni kundi baya sana, hili ni kundi baya tena hatari. Na sururia wengi wanafanana na ikhwan katika janib, kama ambavyo tutakavyokuja kueleza, muallif ameeleza, na wanafanana na masalafi katika janibi nyingine, ambapo mtihani huo ndio unaowafanya shababuna ambao wanaisoma manhaji katika zama zetu hizi kushindwa kuwatofautisha masururi ni akina nani na masalafi ni akina nani. Sasa kwa sababu hiyo kuna haja ya kuwasoma hawa watu vizuri, kuna haja ya kuwasoma hawa watu vizuri. Na nitapenda sote tulioko hapa wanaofuatilia kupitia mitandao ya kijamii tufuate nukta by nukta, ili risala hii ukitoka wewe umeshiba, nawe uwe shekhi katika huu mlango, uwe shekhi katika huu mlango, kwa sababu shubuhati za maikhwani tayari ziko wazi, lakini mpaka sasa bado hatujaweza kuzijibu shubuhati za sururia, ambao sururia wao kama wao wakija mbele yako anajisifu kwamba yeye ni salafi moja kwa moja katika janibi ya aqida. Unaweza kama hukumfuatilia kwa undani usione tofauti baina yako wewe na yeye, isipokuwa kama utamfuatilia kiundani ukamuuliza kuhusiana mambo ya siasa na mfano wake, utamkuta anateleza katika mlango huo. Lakini mara nyingi sana misikitini tunasomeshana masala ya aqida ya kawaida. Kwa hiyo mtu huyu anaweza hata akawa na darasa hapa msikitini kwa muda mrefu sana, kama vijana bado hawajakoma wasifahamu mtu huyu ni mtu gani. Kisha kasema muallif hafidhahullah, thumma inna ar-radd ala ahli al-bid'ah aslu min usuli ahli as-sunnah wal jamaa mujma'un alayhi indahum. Hii ni nukta muhimu pia, kwamba hakika raddi dhidi ya ahli sunna wal jamaa ni msingi katika misingi, dhidi ya ahli al-bid'ah ni msingi katika misingi ya ahli sunna wal jamaa, tena mujma'un alayhi indahum, ni masala ambao wamekubaliana kwa ijma'. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam Allah amhurumie, wa mithlu a'immati al-bid'ah min ahli al-maqalati al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnati aw al-ibadati al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnati fa inna bayana halahum wa tahdhira al-ummati minhum wajibun bi-ittifaqi al-muslimin. Sema Sheikh al-Islam anasema mfano wa maimam na viongozi wa bid'ah min ahli al-maqalat katika wale ambao wameandika makala mbalimbali zinazokhalifiana na kitabu na sunna, au al-ibadati al-mukhalifati lil-kitabi wa sunna, au watu wa bid'ah ambao waliokuwa wanafanya ibada zinazokhalifiana na kitabu na sunna, fa inna bayana halihim, hakika kubainisha hali zao, wa tahdhira al-ummati minhum, na kutahadharisha umma dhidi ya watu hao, wajibu biittifaqi al-muslimin. Jambo hili ni jambo la lazima kwa makubaliano na maafikiano ya Waislamu. Bainisha masufi, tablighi, ikhwani, sururi, marafidha na wengineo katika ahlul bid'ah ni jambo la wajibu kwa Waislamu. Hata qila li Ahmad ibn Hanbal, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif, kulisema kwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal, mtu anatoa hujja, mtu anaswali, anafunga, anakaa itikafu, ahabu ilaika au yatakallamu fi ahli al-bid'ah, huyu anapendeza zaidi kwako wewe au yule ambaye anayeongea kuhusu watu wa bid'ah? Faqal Imam Ahmad ibn Hanbal, huyu ni imam ahli sunnah wal jamaa maarufu, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal al-Shaybani, ahad a'immati al-arba'a,